Hujambo mfuatiliaji wa Shehena Media, jina langu ni Halima Msumi. Wingu la siasa limegeuka radi ya ukweli pale ambapo kauli nzito kutoka kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqai imetikisa dunia, akifichua kwa maneno makali kwamba tangu mwanzo mwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, Marekani ilikuwa si mtazamaji bali mshiriki kamili wa uhalifu huo wa kivita. Kwa ujumbe aliouandika kwenye ukurasa wake wa X siku ya Ijumaa, Baqai alikumbusha dunia maneno ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio aliyosema mnamo Juni 13, 2025, akisisitiza kuwa Washington haikuhusishwa kwa vyovyote katika mashambulizi hayo ya Israel na kwamba ilikuwa hatua ya upande mmoja. Na hapa namnukuu, Rubio alidai Marekani haikuhusika, lakini huo ulikuwa uongo wa wazi uliofunika sura ya ukweli ya ushirika wa kivita uliopikwa kimya kimya kati ya Tel Aviv na Washington, mwisho wa kunukuu. Kauli ya Baqai imepata nguvu mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukiri hadharani kwamba alikuwa kwenye kuongoza mashambulizi hayo, akibatilisha kauli zote za awali za maafisa wake. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamis, Trump alisema kwa uwazi Israel ilishambulia kwanza. Shambulio hilo lilikuwa kubwa sana na mimi nilikuwa kikamilifu nimeshika usukani wa hilo. Maneno hayo yaliyoambatana na tabasamu la kujivunia yamegeuka kuwa kibanzi kilichochoma moyo wa diplomasia ya kimataifa. Yameweka wazi kwamba Marekani chini ya uongozi wa Trump ilikuwa sio tu mshauri bali muendesha mashambulizi hayo, jambo linalotafsiriwa na Tehran kama ushahidi wa kihistoria wa uhalifu wa wazi wa kivita. Katika tamko lake, Baqai alisisitiza kuwa kukiri huko ni uthibitisho wa moja kwa moja ushiriki wa Marekani katika uvamizi huo usiochochewa, ambapo alisema kuwa kukiri huko ni ushahidi usiopingika wa kuhusika kwa Marekani na ni kukubali kwa uwazi jukumu la taifa hilo katika kitendo kinachokiuka sheria za kimataifa na misingi ya haki. Hivyo Marekani inapaswa iwajibishwe na dunia isimame imara dhidi ya uvunjaji wa uwazi wa sheria na uhalifu wa kisiasa dhidi ya taifa huru. Wachambuzi wa kimataifa wanasema kauli ya Trump ni kurasa mpya katika historia ya siasa za dunia, kwani kwa miaka mingi Marekani imejipambanua kama mtetezi wa amani na demokrasia, lakini sasa imejifichua kama nguvu ya kivita isiyojali mipaka ya sheria za dunia. Mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati Dr. Reza Halilian anasema Trump hajatoa tu kauli ya kisiasa bali ametoa ushahidi wa moja kwa moja ushiriki wa taifa lake katika vita visivyo halali. Hili linaharibu kwa kiasi kikubwa sura ya Marekani katika diplomasia ya dunia. Kwa upande wa Tehran, tangazo hilo limepokewa kama ushindi wa kisiasa na kimaadili, likionekana kama uthibitisho wa miaka mingi wa madai yao kwamba Marekani na Israel zimekuwa zikifanya mashambulizi ya pamoja kwa kivuli cha uongo wa kisiasa. Nchi nyingi za Kiarabu na wanachama wa Umoja wa Mataifa sasa ziko katika hali ya taharuki, zikihofia kuwa kukiri huku kunaweza kusababisha mlipuko mpya wa mzozo wa kikanda. Lakini kwa Iran, huu ni wakati wa kusema bila hofu, wakati wa kudai haki, uwazi na heshima katika jukwaa la dunia. Kauli ya rais wa Marekani imeacha alama isiyofutika katika historia ya karne hii, kwani ni sauti inauliza dunia maswali mazito. Je, mataifa makubwa yako juu ya sheria? Na je, haki ya kimataifa bado ina thamani mbele ya silaha na nguvu? Maana kwa wahenga husema uongo unaweza kutembea maili elfu, lakini ukweli daima huja ukipumua polepole na kufika kwa wakati.